ni eneo la wananchi. Ndio. Kwa maelezo yako. Ndio. Amekabidhiwa mtu mwingine. Ndio, wa Mengoti sio anasema mempa Mengoti ndo analiendeleza pale Mpanda Miti. Haya, ngoja tumalize huko tutakuja. Ukaida hapa nitakiwa niwe nimekuja nimeshibaba. Inaonekana iko. Sasa tarafa naenda kwa ajili nyingine. Yaani ngoma nzito. Haya, tutalichukua tulifanyia majibu tutapata hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kile kipande akijagawa kusema wana ubalozi wana wa kitongoji waliidhinisha kukigawa kile kipande. Mchakato ilikuwa ni Ijumaa. Tume tuliandaliwa hapa kwenda kusimamia hiyo ardhi. Ili washindane na tume wakatumia demokrasia ya kuwafanya wale wazee ili wasioneshe mipaka ya eneo lile husika. Walitana ni watu wachache. La kweli tuongee ukweli, ya uongo tuyaache. Lile eneo sio liligawiwa kwa matakwa wa kitongoji cha Sama B au kwa ubalozi, ili kuna baadhi ya wazee. Kwa maana wale wazee siku ya kwanza tulikwenda na tume wakawa wakali mno kuhusu sura sana. Hawalijui. Eneo walijua mpaka eneo walijui. Ila sisi tulimtegemea Mwenyezi Mungu, maana mimi sina ardhi ya kungangania kule, bali nangangania ardhi ya serikali ambayo ni wote wananchi. Kuwa lile likipatikana lile eneo, mtajenga sekondari, si mtajenga nini, wanangu watasoma pale, michezo mingine utafanya pale. Nikamwambia nyewe wazee, hata mmerubuniwa na kipande kidogo cha haki. Mapungufu lukuki. Kwa sababu moja, tulipokuwa kwenye mgogoro mkuu huu hapa, ndio zoezi hili kali linaendelea. Kwa nini zoezi liendelee kwenye ardhi ile ile iliyokuwa na mgogoro? Kwa hiyo ilikuwa ni mfumo wa watu kutaka kuwazimisha watu wale walio maeneo ya pale washindwe kutoa ushirikiano. Mimi mawazo yangu, lakini yanakuja kwenye uhalisia. Kwa nini? Waliogawa ardhi tukiulizana kwa kina nani? Watakwambia balozi. Kwani ile ardhi ni ya chama? Balozi anagawaje ardhi wakati mwenyekiti wa kitongoji yupo? Haya ni mapungufu. Lakini katika yote waliogawiwa kweli ni watoto wetu. Sheria inasemaje? Tunahitaji nguvu kazi baki pale. Lakini mpango ulipaswa kuwa wawazi kama walivyotangulia waliosema. Ulipaswa kuwa wawazi kama vitongoji vingine vilivyofanya. Kama kabisa kule. Mpango ulio wazi, wanaibanda wenyewe ndio walioshindwa. Sio bana naongopa jamani. Wanaibanda wenyewe ndio walioshindwa kwa nini? Kwenda kutengeneza mpango ardhi ambayo ilikuwa wapi? Kachisi. Mwenyekiti angefanya hivyo, hapa kulikuwa hakuna shida. Wale ni vijana wetu wanahitaji, lakini ushauri wangu, hebu ile zoezi lirudiwe, liwe la wazi mno. Asante sana. Kinga mkono diwani wa kata Ikimba, mwenyekiti wa halmashauri ya Kyela. Leo tulikuwa na mkutano endelevu kata ya Ibanda, ambapo tarehe 14 mwezi wa 3 nilikuwa na mkutano hadhara hapa kwa ajili ya kuhamasisha shughuli za maendeleo kata ya Ibanda na kuendelea kuangalia miradi inayoendelea na kusikiza kero za wananchi. Lakini moja ya hoja iliyojitokeza kwenye mkutano huo ni kuhusu eneo ambalo lilikuwa ni eneo la wananchi, ambalo lionekana kuna watu zaidi ya hekari 6 limeuzwa, ambao ni mali ya umma wa wana Ibanda. Tukaagiza ofisi ya mkurugenzi, tukaunda kamati ndogo kwa ajili ya kufuatilia, lakini leo tulikuja kwa ajili ya kuwaletea majibu na majawabu wananchi kwamba tumeona nini na tuwashauri nini. Lakini cha kumshukuru Mwenyezi Mungu, baada ya kufika eneo la tukio wamenipeleka, nimeenda kuangalia eneo tukio huko. Tumekubaliana na mtu ambaye yeye alilalamikiwa kwamba yeye ndio mwenye eneo hilo, lakini baadaye namshukuru na yeye akasema mwenyekiti ameshauri, mimi sina sababu ya kuendelea mgogoro na wananchi, mimi eneo hilo naliacha, kuanzia sasa ni mali ya wanaibanda. Baadaye katika hitimisho tumemwagiza mkurugenzi kwa ajili ya ofisi ya ardhi waende walipime eneo hilo na maeneo mengine yote ya Ibanda, ili pia hapa Ibanda wawe na benki ya ardhi, kwa sababu tunaamini Ibanda ni eneo ambalo linakuwa, na tumemwagiza mkurugenzi na pia tunategemea kwenda kwenye vikao vyetu kwa ajili ya kuendelea kutoa msisitizo kwa ajili ya kata zetu zote 33 na vijiji vyote watengeneze benki ya ardhi, lakini ardhi zetu zote zipimwe ili kuondoa migogoro ya namna. Lakini leo nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba mgogoro uliokuwa umeripoti kwenye mkutano wangu tarehe 14 sasa umekwisha, na sasa naamini mambo ya vizuri. Asante sana.